Ndugu wana Dar es Salaam kwa ujumla, leo tuko kwenye maonesho ya Sabasaba tarehe 7 mpaka muda huu ni kama saa 8, lakini tumeendelea kufanya ziara hii kwa siku ya leo kama mwendelezo wa ufanyaji wa ziara ya Sabasaba pamoja na maeneo mengineyo. Lakini cha kwanza naomba niwapongeze wana Dar es Salaam wote kwa kujitokeza kwa wingi katika maonesho haya, na hilo sisi kama viongozi wa mkoa wa Dar es Salaam tunayo faraja kwamba maonesho haya hayaendi bure, bali watu wameendelea kujifunza mambo mazuri yaliyopo katika maonesho haya. Lakini jambo la pili kubwa, pokeeni salamu za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na yeye mwenyewe alishaanza kufika hapa akiwa na Rais wa Jamhuri ya Msumbiji, na ziara yao ndio hasa ambayo na sisi tunaiendeleza katika kuhakikisha tunazungumza na wana Dar es Salaam na Watanzania wote kwa ujumla kupitia maonesho haya. Na zaidi niendelee tena kuwaasa wana Dar es Salaam wote na Watanzania wote umuhimu wa kufika katika maonesho haya, kuweza kuona bidhaa, kununua bidhaa, kuuza bidhaa, lakini zaidi pia kuona maboresho na maendeleo makubwa ya teknolojia ya bidhaa ambayo yako hapa katika maonesho ya Sabasaba. Maonesho haya mnakumbuka kwamba mwaka huu yanatimiza miaka 50. Ni maonesho ambayo tuna anniversary ya miaka 50 tangu kuanzishwa kwake, na leo tunazo nchi zaidi ya 25 ambazo zimefika hapa kwa ajili ya kuonesha bidhaa zao, kuonesha teknolojia na kuweza kuuza kwa Watanzania bidhaa zao. Ofa ambazo ziko hapa, bidhaa bei yake sio sawa na bei iliyozoeleka. Fika kwenye maonesho ya Sabasaba ili uweze kuona na kupata punguzo la bidhaa unayohitaji. Wana Tanzania wengi wafanya biashara maeneo haya wametoa punguzo kwa sababu huu ni msimu ambao ni muhimu na ambao kila Mtanzania akihudhuria hapa anaweza kupata bidhaa hizo kwa urahisi mno. Lakini pia kuna services za matibabu. Wenzetu wa Yas kwa kushirikiana na serikali wanaendeleza huduma ya macho na upimaji wa macho. Kwa fikeni watu wote muweze kuona mambo ambayo yako hapa. Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa wanaendelea pia kutatua matatizo ya Watanzania. Hivi karibuni nimeona matokeo ya form 4 yametoka, lakini zaidi pia matokeo yale wanafunzi wamepangiwa combination. Sasa wapo wanafunzi ambao ama hawahitaji combination hiyo, ama waelewi namna kubadilisha, ama waelewi namna kuhama katika shule waliopangiwa. Fika kwenye banda la Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa. Kuna jopo la wataalamu watakusaidia na watakusikiliza ili uweze kutatua shida yako. Lakini pia tuna wanasheria mbalimbali na ofisi za ardhi. Kwa wale ambao wana matatizo ya ardhi katika maeneo yao, wafike kwenye mabanda ya Sabasaba. Wataona wataalamu wa ardhi kwenye mabanda haya na watapata huduma wanayoikusudia. Kwa hiyo ndugu zangu wa Dar es Salaam na waandishi wa habari wote kwa ujumla, mimi kama mkuu wa mkoa ninayo assurance kwamba maonesho haya ambayo tulipanga yaishe tarehe 13, sasa naiona hamu ya kuyaongeza zaidi. Na katika kuyaongeza lazima nitakaa mimi, waziri wa viwanda na wakurugenzi akiwepo mkurugenzi wa TanTrade ili tuweze pia kujadiliana kuhusu umuhimu wa kuongeza angalau siku 2 siku 3 wa Tanzania wapate huduma zaidi. Na baada ya kusema haya, sasa naomba nimkaribishe Sakap Mlilo, ZPC wa kanda maalum ya Dar es Salaam, atuambie wana Dar es Salaam hali ya usalama ambayo leo tunaendelea nayo ikoje, na Watanzania waendelee kuchukua hatua gani ili kuendelea kuwa mabalozi wazuri wa jambo la amani ambalo kila mmoja anaamini kwamba amani ndio mtaji na msingi wa kila jambo. Asanteni sana. Usisahau kusubscribe, kulike na